Nataka nikupe stori ya Juma. Juma ni kijana aliyezaliwa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mikubwa na misitu minene. Maisha yake yalikuwa magumu tangu utotoni, na baba yake alikuwa ni mkulima ambaye ni mtu maskini wa hali ya chini sana, na mama yake alikuwa ni mfanyabiashara wa vitu vidogo vidogo tu pale sokoni. Walifanya kila wawezalo kuhakikisha Juma anapata elimu, lakini maisha yao hayakuwa rahisi kama walivyotarajia. Juma akiwa na miaka 19, wazazi wake wote walifariki ghafla baada ya kuugua ugonjwa usiojulikana. Juma alibaki peke yake bila ndugu wa karibu wa kumsaidia. Alilazimika kufanya kazi za vibarua mashambani na sokoni ili ajikimu mahitaji yake madogo madogo. Mara nyingi alilala na njaa, akitazama nyota usiku, huku akijiuliza kama maisha yake angewahi kubadilika, angalau na yeye angekula vizuri. Miaka ilipita. Juma alihamia mjini kwa ajili ya kutafuta maisha bora. Alianza kufanya kazi kama mhudumu wa mgahawa na baadaye akawa dereva wa bodaboda. Ndoto yake ilikuwa ni kupata maisha mazuri, lakini kila alipojaribu kujiinua, maisha yalizidi kuwa magumu zaidi. Kila siku alimuomba Mungu ampe njia ya kutoka kwenye umaskini wake. Lakini siku moja, Juma alipokuwa akipumzika kwenye kivuli cha mti mkubwa, baada ya siku ngumu ya kazi, alikutana na mwanamke mmoja aliyekuwa mrembo sana. Alikuwa na ngozi nyororo, macho ya kupendeza na sauti yenye utulivu wa ajabu. Mwanamke huyo alijitambulisha kwa jina la Zuena. Kulikuwa na kitu cha ajabu kumhusu yeye, lakini Juma hakujali. Alivutiwa naye sana. Baada ya mazungumzo machache, Zuena alionekana kufurahia urafiki wa Juma. Alianza kumtembelea mara kwa mara, na kila walipokutana alimpa zawadi mbalimbali, mara simu mpya, mara mavazi ya kifahari, hata pesa wakati mwingine. Juma hakuelewa ni kwa namna gani Zuena alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, lakini alishukuru kwa bahati hiyo ya kukutana na binti aliyeweza kumsaidia kwa mambo mengi. Baada ya miezi michache, Juma alihama kwenye chumba chake kidogo cha kupanga na kuhamia kwenye nyumba kubwa ambayo Zuena alimnunulia. Alianza kuendesha magari ya kifahari, alifungua biashara kadhaa, na kwa mara ya kwanza alianza kuhisi kuwa maisha yamebadilika. Anahisi kama amefikia ndoto alizokuwa nazo tokea zamani. Watu waliomfahamu zamani walishangazwa na mabadiliko hayo ya ghafla. Kulikuwa na minong'ono kuwa labda alihusishwa na ushirikina, lakini Juma alipuuza maneno hayo. Hatimaye Zuena alikubali kuolewa na Juma. Harusi yao ilikuwa ya kifahari sana, iliyojaa wageni mashuhuri na viongozi wa mji. Siku ya harusi ilipofika, sherehe ilifanyika kwenye ukumbi mkubwa wenye mapambo ya kupendeza. Wageni walikula, wakanywa na kucheza kwa furaha nyingi sana siku hiyo. Lakini usiku wa harusi, Juma aligundua jambo ambalo lilimstaajabisha kabisa kuhusu mke wake Zuena. Usiku ulipofika, Juma alisubiri kwa hamu kuingia chumbani na mke wake, lakini aliposogea karibu naye, hali ya Zuena ilianza kubadilika. Macho yake yaligeuka kuwa mekundu, ngozi yake ikaanza kubadilika kuwa nyeusi yenye magamba kama nyoka, na sauti yake ikawa nzito na ya kutisha. Kabla Juma hajachukua hatua yoyote, Zuena alimtazama moja kwa moja na kusema kwa sauti ya uoga na amri, "Usiogope, sasa ni muda wa wewe kujua ukweli." Juma alihisi miguu yake ikitetemeka. Alitaka kukimbia, lakini mwili wake ulipooza ghafla. Alitazama kwa hofu, huku Zuena akianza kuelea angani, mwili wake ukibadilika kuwa mkubwa zaidi. Ndani ya sekunde chache, Zuena hakuwa tena mwanamke mrembo aliyemjua, bali alikuwa kiumbe cha giza mwenye sura ya kutisha. Juma alipiga kelele, lakini kelele zake zilimezwa na giza lililomzunguka ghafla. Chumba kilianza kuyeyuka taratibu, kuta zikatoweka
na badala yake alijikuta katikati ya msitu mweusi wenye upepo baridi uliosikika kama vilio vya watu walioteseka. Alijaribu kukimbia, lakini ardhi ilionekana kumeza miguu yake kama matope ya ajabu. Zuena, ambaye sasa alikuwa amesimama mbele yake kama kiumbe wa kutisha, alinyanyua mkono wake na Juma alihisi nguvu za ajabu zikimvuta kuelekea kwenye kivuli cheusi. Macho yake yalijaa hofu alipogundua kuwa kivuli kile kilikuwa kama mlango wa dunia nyingine. Juma, Zuena alizungumza kwa sauti ya chini lakini iliyojaa mamlaka. Nilikuchagua kwa sababu nilikuona ukiwa na mateso, nikakupa maisha bora, lakini kuna gharama ambayo lazima uilipe. Wewe si mwanadamu wa kawaida tena. Juma alihisi hofu ikipenya mwilini mwake. Unamaanisha nini? Alijaribu kupaza sauti lakini ilikuwa dhaifu. Usiku wa leo unazaliwa upya, Zuena aliongeza, huku kivuli kikiendelea kumvuta Juma ndani yake. Utakuwa sehemu ya familia yangu. Juma alihangaika kujinasua, lakini mikono yake yenye nguvu ilimtokea kutoka gizani na kumkamata. Akapiga kelele kwa nguvu, lakini hakuna aliyemsikia. Dunia yake ilizama kwenye giza nene. Juma alifungua macho yake taratibu, lakini amelala juu ya ardhi yenye unyevunyevu na baridi kali. Akainua kichwa chake kwa shida na kutazama mazingira yake. Alikuwa mahali pa ajabu sana. Mbingu zilikuwa na rangi ya damu na miti iliyomzunguka ilikuwa na sura ya ajabu kama ya viumbe hai vilivyoshikamana. Alisimama kwa taabu akitetemeka. Kumbukumbu za kile kilichotokea usiku wa harusi zilimjia kwa kasi. Aligeuka nyuma na kuona kivuli kikubwa kikiwa kimesimama mbele yake. Kilikuwa kimevaa joho jeusi na macho yake yakimetameta kwa mwanga wa kijani. Kama unataka kuishi, lazima ukubali nafsi yako. Sauti nzito ilisikika, lakini haikuwa ya Zuena. Ilikuwa sauti ya mtu mwingine kabisa. Juma aligeuka na kuona kundi la viumbe wa kutisha wakiwa wamemzunguka. Wote walikuwa wakimtazama kwa macho makali yenye giza lisilofahamika. Hakuweza hata kupumua vizuri. Moyo wake ulianza kuhisi uzito wa ajabu. Alitaka kupiga tena kelele, lakini sauti yake ilififia. Ghafla kutoka kwenye giza, Zuena alijitokeza akiwa amevaa mavazi meusi yaliyokuwa yanapepea na upepo. Karibu nyumbani mpenzi, alisema huku akitabasamu. Hii ndiyo stori ya Juma. Inatufundisha ya kwamba tusipende vitu vya mtelezo, vitu vya bure si vizuri katika maisha yetu. Ikiwa Mungu ametupa nguvu, basi wache tupambane, tufanye kazi ili tupate kwa jasho letu, tule kwa jasho ili tuweze kuenjoy vile tulivyovitafuta kwa kutoka na jasho. Hakika mchumia juani hulia kivulini.